Mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi, tena hula nao. Luka sura ya 15 mstari wa 2. Karibuni ndugu zangu, tutafakari neno la Mungu katika Dominika hii ya 4 ya Kwaresma mwaka C. Dominika ya 4 inayoitwa Dominika ya Furahini au Dominika ya Letale kwa Kilatini. Katika Dominika hii nawaalika tuongozwe na wazo lifuatalo: tuwe kama Baba, tusiondoke kwa Baba, turudi kwa Baba, tuwe na Baba. Maneno hayo: tuwe kama Baba, tusiondoke kwa Baba, turudi kwa Baba, tuwe na Baba. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Basi iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Dominika hii inaitwa Dominika ya Furahini au Letale kwa kuwa tumefikia zaidi ya katikati ya kipindi cha Kwaresma, kipindi ambacho tunafanya toba na kujipatanisha na Baba kwa njia ya Mwana na ndani yake katika umoja wa Roho Mtakatifu. Funga yetu, sala zetu na kujinyima kwetu kwa ajili ya kuwakirimu wenye uhitaji zaidi yetu kwa kutoa sadaka ni kati ya matendo mema yenye kuonyesha toba na moyo wa kurudi kwa Baba mwenye huruma. Kwa kuwa tangu mwanzo wa Kwaresma tumefanya hayo na bado tunapaswa kuendelea nayo kwa kipindi hiki chote na kwa maisha yetu yote, leo tunapofikia zaidi ya nusu ya safari, Mama Kanisa anatualika tufurahi. Tufurahi kwa kuwa kwa jitihada zetu za kuitikia mwito wa Mungu, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza, rejea kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 12 hadi wa 18, somo la kwanza la Jumatano ya Majivu. Na jitihada za kukubali kutoipokea neema ya Mungu bure, maana yake kukubali kuifanyia kazi neema ya Mungu tunayopewa katika kipindi hiki, kama tunavyofundishwa katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 6 mstari wa kwanza, au unaweza ukarejea somo la pili la siku ya Jumatano ya Majivu. Yote hayo ni mfano wa kututhibitishia sisi kufurahi, maana tangu tumeanza kipindi cha Kwaresma hadi sasa tumeuonja wema, huruma, upendo na msamaha wa Mungu. Na hivyo basi hatuna budi leo kualikwa kufurahi na kukusanyika sote tumpendao Mungu. Tufurahi kwa furaha sote tuliokuwa na huzuni, tupate kushangilia na kushibishwa kwa utamu wa faraja zake. Unaweza kurejea kitabu cha Nabii Isaya sura ya 66 mstari wa 10 hadi wa 11. Utamu wa faraja kutoka kwa Mungu unadhihirika kwetu katika huruma yake na msamaha wake kwetu sisi wanadamu wanyonge wa dhambi na dhaifu. Mungu ametuletea upatanisho kwa kazi ya neno wake Yesu Kristo. Huyo Yesu Kristo ni ufunuo wa upendo na huruma ya Mungu kwa wanadamu. Hujifunua hivyo kwa kuwakaribisha watu wote bila kuwabagua hali zao na matendo yao, kama tunavyosikia katika Injili ya leo kadiri ya Luka sura ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 3 na mstari wa 11 hadi wa 32. Injili ambayo Yesu anatudhihirishia kuwa Mungu ni Baba mwenye huruma. Baba mwenye huruma, tunapomuomba anatugawia neema zake, kama vile alivyomgawia yule kijana mdogo alipoomba kugawiwa mali zake. Mungu ni Baba mwenye huruma anayeheshimu uhuru wetu. Alituumba huru, anataka kwa uhuru huo tumpende na kumheshimu. Tunapokataa kuyatimiza hayo ya kumpenda na kumheshimu Mungu kwa kuheshimu uhuru wetu, hatulazimishi wala kutupiga viboko au kututishia kutupa laana au kuanza kutusimanga kwa maneno ya kejeli na vitisho, bali anadhihirisha huruma na upendo wake kwa kuheshimu uhuru wetu, kama vile ambavyo Baba baada ya kuwagawia vijana wake wote mali, yule mdogo alipoamua kuondoka nyumbani, Baba hakumlazimisha abaki na wala akusema anampa laana,
Na hata alipotumia vibaya mali za baba yake na kurudi nyumbani, baba hakuanza kumkejeli, bali alimpokea kwa huruma na mapendo. Kwa hiyo tuheshimu uhuru wa wetu na uhuru wa watu wote kama Mungu anavyotuheshimu, na kwa uhuru wetu tumheshimu Mungu wetu, tukubali kuwa na baba, kuwa kama baba, kubaki na baba na kurudi kwa baba. Mungu ni mwenye huruma, anatupokea tunapomrudia. Mfano wa baba aliyetoka na kukimbia kwenda kumlaki mwanaye ambaye alikuwa amepotea na aliyekuwa ametumia mali zake katika uovu, hakumwacha na wala hakukaa mlangoni akimsubiri na kusema ngoja aje leo ndo atanieleza, bali alitoka na kukimbia kumlaki kijana yule akingali mbali, baada ya kuwa baba amemuona tayari akiwa anakuja. Mungu yeye mwenyewe ndiyo chanzo cha kurudi kwetu sisi nyumbani. Ni mwema hata kwa watumishi, na kwa wema huo unatusukuma kutumaini na kuamini kuwa atakuwa mwema hata kwetu sisi tulio wadogo. Kama anavyowaza na kufikiri kijana yule mdogo, ni watumishi wangapi wa baba wanaokula na kusaza mali zake, nami nahangaika hapa kwa njaa. Kumbe kwa sababu ya wema ambao baba anao kwa watu wote, hata kwa watumishi, kijana yule anarudi kwa baba. Mungu ni mwenye huruma na mwenye upendo. Anaturudishia ardhi tuliyoipoteza kwa kuondoka kwetu nyumbani. Sikia anavyowaambia watumishi. Anawaagiza wamvishe vazi bora, wamvishe na pete, wamvishe na viatu. Mungu anatuvisha vazi bora kwa kutupa msamaha, akiturejeshea ardhi ya vazi lile la ubatizo alilotupatia siku ya ubatizo wetu, ishara ya roho yetu kuwa safi. Anatuvisha pete ambayo ni ishara ya upendo na umiliki, kama vile ambavyo tunaweza tukaweka alama kwamba huyu ni mwanangu. Anatuvisha viatu, ni mfano wa kutuongoza kwamba anaturudisha katika njia, tuenende sasa katika njia zake. Na umekuwa ni mwaliko wake kwa kipindi chote hiki cha Kwaresima, anaposema ingekuwa heri leo msikie sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Tuenende katika njia za Bwana. Mungu anamchinja ndama kwa ajili yetu sisi na kutufanyia sherehe. Anatulisha kwa sadaka ya Ekaristi takatifu. Anatupokea na anaturudishia uzima. Kutokuwepo kwetu nyumbani kwa baba ni kama ambavyo tumepotea na kama ambavyo tumekufa. Ndugu zangu, tunaposhiriki sadaka ya Ekaristi takatifu, tunakumbushwa kwamba ni sadaka ambamo ndani mwake tunamuomba Mungu toba na upatanisho. Tunamwabudu Mungu, tunamshukuru Mungu na kumuomba neema na baraka mbalimbali. Tumuombe leo azidi kutupa neema na sisi ya kuwa na huruma kama yeye alivyo na huruma, ya kubaki nyumbani kamwe tusiondoke, na tubaki nyumbani ukweli, sio kubaki nyumbani mfano wa kijana mkubwa ambaye alibaki akijiona tu kama mtumishi. Lakini pia neema ya kurudi nyumbani pale ambapo kwa udanganyifu wa hali za kidunia tunaondoka kwa dhambi. Turudi nyumbani tukitumainia wema na ukarimu wa baba, na kurudi nyumbani tubaki na baba na tuwe kama baba ambaye anawapokea kwa dhambi na anaishi nao na yuko tayari kuwafuata hata wale wanaojiona kuwa wema. Mungu ni mwenye huruma, anatupatanisha na maadui zetu. Tunaliona hilo kwa mfano wa baba anayetoka nje na kumbembeleza na kumsihi kijana mkubwa aweze kuingia ndani, na kumweleza kwa nini amempokea mdogo wake, na kumweleza kwa nini yeye anapaswa kuwa na furaha kwa sababu mdogo wake amerudi, lakini pia na kuelewa kwamba siku zote yeye ni mwana wa baba na wala hawezi kukaa nje katika kupitwa na sherehe. Ndugu zangu, kama baba anafurahi hivi kwa kurudi kwa mwanawe, sisi tunapata ugumu gani kumrudia Mungu baba yetu? Kitu gani ambacho kinatufanya tuwe wagumu kujuta, kuacha na kuungama dhambi zetu ili kurudi kwa baba? Hebu basi kama yule mwana mdogo tuondoke, turudi kwa baba yetu na kumwambia baba, tumekosa. Kama baba anafurahi hivi kwa kurudi kwa mwanawe, sisi kwa nini tunamlaumu na kusikitika pale ambapo anawapokea na kuwasamehe wa dhambi
na kuwakaribisha nyumbani mwake? Tusiwe wa mfano huo. Kwa nini hatutaki kuwapokea wale waliojitenga nasi kwa sababu zozote zile? Wale waliotukosea. Kwa mfano baba au mama aliyetukataa tulipokuwa wadogo, au ambaye hakututenda kwa usahihi, kaka au dada zetu au ndugu zetu wanaotukosea kwa nafasi mbalimbali. Kwa nini hatutaki kuwa tayari kuwasamehe na kuwapokea, mfano wa baba mwenye huruma tunayemsikia katika Injili ya leo? Je, kwa nini tunashindwa kuwapokea na kuwatenda kwa ukarimu wale ambao pengine kwa nyakati zao walitunyima ukarimu wakati tulipokuwa shidani? Padre mwenzako, sister mwenzako, muamini mwenzako ambaye amekukosea au ameenda kinyume, kwa nini usimpokee? Au ambaye alikosea shirika, alikosea jumuiya, alikosea jamii, kwa nini tusimpokee? Kwa nini tunakuwa wagumu pale unaporudi na kuanza kuhesabu mabaya zaidi ya wenzetu, na hata kumshawishi baba asiwasamehe, kwa kila mara kutangaza mabaya yao kwa lengo la kuwafanya wasionekane kufaa tena katika jamii? Mfano wa yule kijana anayesema, kijana wako huyu aliyetumia mali zako na makahaba. Sisi nao wakati fulani tumekuwa na maneno ya hivyo ya kukataa kuwapokea watu. Pengine kunaweza tukasema, fulani naye amekuwa padre au amekuwa sister. Au fulani naye ameoa au ameolewa. Upadre atauweza yule, au sister atauweza kweli? Yule cha wote ataweza kweli kukaa na mume au mke? Ni mfano mgumu, ni mfano wa ugumu wa mioyo yetu kuwapokea au kupokea mema ambayo Mwenyezi Mungu anawatendea watu na huruma anayoionyesha kwa wote. Tusiwe wa namna hiyo. Tusiwe na watu wa maneno. Kwa mfano, nilipokuwa katika shida alininyima msaada, eti leo anakuja kwangu anaomba msaada. Vya kwake ale mwenyewe, vya kwangu tule wote. Nani kasema? Tusiwe watu wa maneno hayo. Hela zake zinaishia kwa hao vimada wake, alafu kula aje kula kwangu. Nani kasema hilo? Au kwa mfano mtawa anaweza akasema, alipokuwa mkuu wa nyumba alininyanyasa sana huyu sister, sasa amezeeka, ngoja na mimi nimnyanyase. Hiyo sio hali ya huruma, sio hali ya kuwa kama baba. Au kusema, alipokuwa kwenye utume fulani alikuwa hivi au vile, eti leo anatutaka sisi tuwe hivi au vile. Nani kuweza? Na kadhalika na kadhalika. Ndugu zangu, hukumu za hivyo ni za yule asiyejisikia kuwa mwana. Kama kijana mkubwa ambaye hajisikii kuwa mwana bali anajihesabu kuwa mtumishi, anamwambia baba yake, mimi nimekutumikia siku zote hizi, na wala kamwe hamuiti baba. Mara zote anamuita tu kwa jina moja kwa moja bila kumtaja jina baba. Anajihesabu kuwa mtumishi. Anazingatia zaidi kushika amri kwa uoga na sio kwa upendo. Anafanya kazi lakini haichukulii ile kazi kuwa kama sehemu yake. Anasema, mimi nimekutumikia lakini hujanipa. Hadi baba anamwambia, yote nilionayo ni yako. Anafanya mema kwa unafiki. Yaani kimoyomoyo anatamani na yeye maisha ya starehe na anasa, kufanya shangwe na furaha pamoja na rafiki zake, kuchinja mwanakondoo na kula na kutanua. Lakini hitaji hilo alisemi, maana anakaa pale nyumbani kwa baba lakini kwa uoga. Hafurahii pale mdogo wake anaporudi, hafurahii kuongoka kwake mtu muovu. Sisi wa Kristo hatupaswi kuwa watu wa namna hiyo. Mwana mdogo ni mfano wa moyo wa toba, ambapo alipogundua amepoteza hadhi, aliamua kurudi kwa baba. Lakini na yeye toba yake haistahili sana, kwa sababu ni toba inayozaliwa kutokana na mahitaji yake. Anawaza tu kwa sababu watumishi wengi wanakula vyakula vya baba na yeye naye atarudi. Je, mali ile yaliyokuwa nayo isingeisha angerudi kwa baba? Je, alipoenda kufanya kazi baada ya mali yake kuwa imeisha, endapo kama angejipata, angerudi kwa baba? Je, alirudi kwa baba akiwa na nia ya dhati ya kutaka kukaa na baba, au amerudi tu ili apate msosi, maana kule alikuwa anateseka na kufa kwa njaa? Je, baada ya kupokelewa hakuondoka tena kwa baba? Je, alikumbuka kufanya kazi kwa bidii kulipia mali alizozipoteza za baba kwa ukahaba na uasherati, au alifurahi tu na kuishia hivyo? Ndugu zangu, baba ni baba tu. Nani kama baba mwenye huruma? Alimhurumia mwana mdogo, akatoka kumpokea kwa kumkimbilia, wala hakumsubiri afike kwanza. Hakuanza maswali au mizodoo
ya kuanza kusema nilijua tu au hivi au vile. Anamrudishia hadhi bila hata ya kuombwa msamaha. Anatoka na kumsihi yule wa pili aingie pia ndani, kijana mkubwa. Hataki yule kijana mkubwa awe kama watoza ushuru na wenye dhambi, ambao wao Yesu aliwaambia wazi kabisa. Hataki yule kijana mkubwa awe kama Mafarisayo, ambao wao Yesu aliwaambia wazi kabisa watoza ushuru na wenye dhambi watawatangulia kuingia kwenye ufalme. Yaani kijana mdogo ambaye alikuwa ni mpotefu amerudi nyumbani kwa Baba na ameingia katika ufalme. Je, sisi nasi tuna moyo kama wa baba huyu mwenye huruma? Ndugu zangu, tuwe na huruma kama baba. Tudumu katika nia njema, kwa mfano wa mwana mkubwa ambaye hakuondoka nyumbani kwa Baba, ila si kwa mfano wake wa kuishi nyumbani kama mtumishi, bali tuishi nyumbani kwa Baba kwa furaha kama watumishi kweli wa Mungu, na wala tusiwe tunayefanya kazi au utumishi wetu kwa kutarajia tuzo ya uzima wa milele. Tukae siku zote nyumbani kwa Baba kama nyumbani kwa furaha. Tuyapokee mapenzi ya Mungu si kwa sababu nisipoyapokea hii nitachomwa moto, bali kwa sababu ninampenda Mungu, mimi nayapokea haya. Hata kama Mungu akisema wale wote wanaoniheshimu na kunitii nitawachoma moto, tuwe tayari, kwa sababu nia yetu ni kubaki na Baba tu. Kwaresima ni kipindi cha maandalizi ya Pasaka. Tunasafiri katika jangwa ambamo Mungu anaendelea kutulisha kwa neno lake na kuendelea kutulisha kwa mapenzi yake tu. Tukubali chakula chetu kiwe tu ni neno litokalo kwa Mungu, hadi siku ile ambapo Mungu atatufikisha katika nchi yetu ya dhati, nchi ya kweli, kwenye Pasaka ya milele, ambako tutaonja na kuona wema wa Mungu. Tumuombe Mungu anayetupatanisha kwa njia ya kifo, maisha, mateso na ufufuko wa mwanaye Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa kumpeleka Roho Mtakatifu, azidi kuizidisha ndani yetu kazi ya ukombozi ulioletwa na Kristo, na kutujalia tubaki daima kuwa watoto wa Baba mwenye huruma, watoto wenye furaha. Tuwe kama Baba mwenye huruma siku zote. Tuwahurumie wote na kuwapokea wote, na wala tusikubali yoyote yule aondoke nyumbani. Tusiwe sababu za watu kujitenga na kanisa, na tusiwe sababu za watu kushindwa kurudi ndani ya kanisa. Tuwe tayari kuwapokea wote na kudumu katika mema. Tusiondoke kwa Baba, na turudi kwa Baba na tuwe na Baba. Sio tu kuwa kama Baba, bali tuwe naye Baba siku zote. Na kuwa na Baba siku zote ni kuenenda katika njia za Bwana. Tuonje, tuone Bwana alivyo. Hili ni chaguo la Mungu akubariki na kutupatia nafasi nzuri. Mungu akubariki.